Mheshimiwa Mwenyekiti, niko kwenye taarifa ya utekelezaji kamati ya fedha. Mimi nijielekeze kwenye ukurasa wa 27. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale juu wanasema aidha, kwa upande wa sheria halmashauri hadi kufikia Disemba 25 halmashauri imekuwa na jumla ya sheria ndogo zifuatazo 5 pamoja na kanuni za kudumu za halmashauri za mwaka 2019. Sheria hizo ni ndogo, ni sheria ndogo za ushuru wa maegesho wa magari, sheria ndogo za ushuru wa 2018, sheria za ndogo za ushuru wa huduma za mwaka 2019, sheria ndogo za mfuko wa afya 2019, sheria ndogo za halmashauri ya mji wa Bunda usafi wa mazingira 2021. Ukija pale chini, mwenyekiti, wanasema baada ya kupitia na kujadili ninyi kamati ya fedha taarifa hiyo, kamati ilielekeza management kufuatilia ukaribu rasimu ya sheria za ada na ushuru zilizotungwa na baraza mwaka 2025 ili ziweze kusainiwa na waziri mwenye dhamana ili zianze kutumika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kweli mliagiza na sheria tulipitisha 2025 katika kikao cha baraza kilichofanyika tarehe 16 mwezi wa 5 25, mpaka sasa haijasainiwa. Nitaka nipate mwongozo, nani anaweza kusimamia ili zikasainiwe? La kwanza. La pili, hatuna sababu ya kukusanya kama hatuna sheria, sababu kama hajasainiwa basi nikiri kwamba tunafanya makosa na tukubaliane wote kwa kuwa tuko pamoja hapa ndani. Sasa kama sheria zijatungwa, hazijapitishwa na waziri mwenye dhamana, na nitaka kujua ni kipindi gani zinachukuliwa kusainiwa, kwa sababu mwenyekiti aliyeidhinisha sheria hizi ni Dr. Thomas Kweka, bahati nzuri uko kwenye chumba hiki, na mkurugenzi aliyepitisha sheria hizi ndugu Haji Juma Haji bado yupo. Kwa mwenyekiti, kabla siendelee, nitaka nipate ufafanuzi huo, nani anahusika? Utungaji wa sheria, mheshimiwa mwenyekiti, ni mchakato, na sheria hutungwa, sheria huishwa, hubatilishwa na nyingine huondolewa au ufutwa kabisa. Mheshimiwa mwenyekiti, sio kwamba halmashauri ya mji wa Bunda haina sheria. Tunazo sheria, na sheria nyingi tumezitunga mwaka 2018 na 2019 kama maelezo yaliyopo kwenye taarifa yanavyojieleza. Lakini ilipofika mwaka 2025, mheshimiwa mwenyekiti, tuliona kuna haja ya kuboresha sheria zetu ili ziweze kuendana na wakati. Kwa sheria hizi zinakuja kureplace au zinakuja kuondoa sheria ambazo sasa hivi zinatumika. Kwa zitakaposainiwa, maana yake sheria zilizokuwa zinatumika sasa hazitatumika, zitaanza kutumika hizi sheria mpya. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, nieleze tu kwa ufupi kwamba tunazo sheria ndogo zinazoenda kutumika hadi sasa, isipokuwa hizi zikisainiwa, madhara yake ni kwamba zitaondoa zile zilizopo zisiweze kuendelea kufanya kazi. Lakini pia niseme tu kwa ufupi tu kwamba mheshimiwa mwenyekiti, baraza katika vikao vyake vilivyopita mwaka jana mwezi Mei mwishoni lilipitisha rasimu ya sheria mbili, na rasimu za sheria hizi mbili ziweze kusainiwa, kwanza zinaanzia ofisi ya mkuu wa mkoa. Kwa nao wanafanya kazi ya upekuzi, kuchambua, na baada ya kuchambua ukiridhika, mheshimiwa mkuu wa mkoa anaiandikia waziri mwenye dhamana ili aweze kusaini sheria husika. Sasa kipindi sheria zimetungwa, baadaye baada ya baraza kuvunjwa, pia lilivunjwa baraza la mawaziri. Kwa kulikuwa hakuna mawaziri kwa kipindi chote. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesaini zile sheria zetu ndogo mwezi wa 9. Kutokea mwezi wa 9 mpaka baraza jipya lilivyokuja kuundwa. Lakini baada ya baraza jipya kuundwa, pia kulitokea mabadiliko kwa wizara yetu. Wizara yetu ilikuwa iko chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI, ikahamishiwa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Kwa hiyo anayesaini waziri kule chini naye akabadilika. Kwa mwisho tukapewa maelekezo, na maelekezo yametokea mwezi wa 2 kwamba tunabidi tubadilishe majina ya mwisho ambaye atakayesaini waziri husika ambaye sasa hivi ni waziri mkuu, ili tuweze kupeleka. Kwa hiyo marekebisho yalishafanyika na yalishapelekwa TAMISEMI. Kwa hiyo tunazosubiria sasa hivi ni kusainiwa kwa sheria ili zianze kutumika. Mheshimiwa, tunaomba kwa sasa. Nilipata hayo maelekezo kutoka kwa katibu tawala wiki jana. Bahati nzuri, lakini nilikuwa tayari nimeshamtuma mtu wangu kaenda ofisi ya ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, na akaambiwa sasa hivi waziri mwenye dhamana ni Profesa Riziki Shemdoe, lakini kwa sababu yuko chini ya ofisi ya waziri mkuu
hasaini tena Profesa Shemdoe, anatakiwa saini Mheshimiwa Dr. Lameck Mwigulu Nchemba. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tukafanya hayo marekebisho na mwenyekiti wa halmashauri akasaini tena, na hizo sheria zitakaporudi, aliyesaini sio Kweka, aliyesaini ni Minza Masalo Martha. Tumeipeleka wiki jana. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme hivi, mtu aliyepeleka nimempa siku 7, kaenda kakaa kule, siku 7 zimefanyaje? Zimeisha. Kwa ofisi ya waziri mkuu wamepokea, wameombea, sasa hizi tunazipeleka kwa nani? Kwa mwanasheria mkuu, ndio akapitia mshauri nani? Waziri afanyaje? Azisaini zije. Kwa hiyo kuna kamlolongo tu, niseme tu kwamba kuna kamlolongo ukichanganya na lile swala ambalo tangu jana nalikataa, swala la uchaguzi. Kuna kamlolongo na lile swala la nini? Uchaguzi. Lakini niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa ofisi na uhakika sheria zetu ziko tayari kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ajili ya kufanyaje? Kusainiwa. Yeye akishashauriwa na mwanasheria mkuu, naamini atatusainia. Yale mengine ni hayo, kwamba sio kwamba hatakuwa kabisa na nini na sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Kigo, naamini huyu isiini awamu yake ya 3 au ya ngapi? Ya ngapi? Ya 4. Sawa. Kwa hiyo naamini aliwahi kushiriki kwenye mchakato wa kufanyaje, wa kuboresha nini hizi sheria ndogo. Kwa hiyo tukisema kwamba halmashauri haina sheria ndogo, jamani, tutatengeneza taharuki ambayo haina nini, haina msingi. Sheria ndogo zipo, tumeziboresha au tumehuisha baadhi ya mambo ambayo tulikuwa hatujaya capture au haijaletwa halmashauri, sasa yameletwa halmashauri na yenyewe tumefanyaje, tumeingizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia na pia nijaribu kuweka sawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja ya mzee Kigo au Mheshimiwa Kigo, lengo lake sio kwamba hatuna sheria, na yeye anatambua kabisa tunazo sheria. Na bahati nzuri na mimi ya awamu yangu ya pili, sheria tunazo na zilikuwepo, zinaendelea kufanya kazi. Hoja ya msingi ya waheshimiwa madiwani, pametokea mkanganyiko hapo juzi baada ya sisi kuwa tumeomba kulipwa na huyu Mchina kwa ajili ya kuhamisha udongo wetu kutoa Bunda kwa maana Kinyambwiga kwenda Dutwa, ndipo ikaibuka hoja inasema sheria zetu hazijasainiwa. Sasa sisi kama waheshimiwa madiwani, hoja inakuja, mimi ni mwakilishi wa kata Manyamanyama na halmashauri ya mji wa Bunda kwa ujumla. Wananchi wetu wa kawaida kabisa kule mtaani tunatumia sheria hizi zilizopo ambazo sasa hatujaziondoa kwenye utaratibu. Wanalipa kodi zote za halmashauri kwa maana service levy na kadhalika kwa sheria ambazo zipo. Leo tumekwenda sisi kutaka kuchukua fedha kwa Mchina, tunaambiwa sheria yetu bado haijasainiwa. Sasa hoja ya waheshimiwa madiwani na hoja yangu ambayo nafikiri watakuwa wananiunga mkono, tunataka kujua sasa, turudi na sisi tukwambia wananchi wetu wasitoe zile tozo, tusubiri sheria isainiwe? Ndio hoja ya madiwani. Au waendelee kutoa? Kama wanaendelea kutoa, na huyu Mchina aendelee kutulipa wakati tunasaini sheria hiyo. Kwa hiyo hoja yetu ya msingi ni hiyo. Sasa tunaomba tukubaliane kwenye baraza hili, Mchina atulipe fedha zetu wakati tunaendelea na utaratibu wa kusaini sheria ambayo tumeiboresha wote mwaka jana. Kutokana na mchanganyiko huo wa taarifa namna ya kutoza, nadhani kumeleta utata mwingi sana, na matamanio ya waheshimiwa madiwani ilikuwa ni kuongeza mapato pia kupitia huyo Mchina ambaye ni mwekezaji wetu. Lakini niwape tu taarifa waheshimiwa na wajumbe wote mlioko ndani, nadhani mpaka sasa tunapozungumza Mchina yule amesimamishwa na tayari hatua za kukaa mezani ili aweze kutozwa zinaendelea. Nadhani tutamtoza kwa sheria zile ambazo zilikuwepo kama kawaida, na kwa hilo ni kuhakikishia Mheshimiwa Machiru, twende tukatoze hata wananchi wengine, tusirudi nyuma. Na huyu mheshimiwa, huyu mwekezaji wetu naye tunakwenda kumtoza kwa sheria zile zile. Lakini niombe tu kwamba sheria zile, kwa sababu tayari ziko kwenye ngazi husika, zimeshatoka huko halmashauri, tuwe wastahimilivu. Lakini muda wote kwa wastahimilivu, tukaendelee kutoza ili tusiumbishe halmashauri yetu. Asante sana. Halmashauri kuweza kuanzisha kampuni na imeonyesha itaitwa Saranga Investment Limited. Nilitaka kujua, na hapo imeonekana kwamba
kianzio bilioni 1,500,000. Nitaka kujua kwamba hizi fedha ni mkopo, kwamba halmashauri itakopa au kuna chanzo gani? A, B, kwa mikakati gani mizuri iliyopo ya kuhakikisha kwamba kampuni hii ambayo inaenda kuanzishwa itajiendesha kwa faida na isije ikawa kama kipindi cha nyuma kule kwenye kiwanda chetu cha tofali kulikuwepo na habari za kusuasua. Nitaka kujua hayo. Asante. Tutajitahidi kwenye eneo la kwanza ambalo linahusiana na mtaji wa kampuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtaji wa kampuni unahusisha fedha ambazo zinaweza zikawa cash, lakini pia inahusisha na assets au mali za kampuni, lakini mtaji huu unaweza ukawa ni hela ambazo zipo moja kwa moja au hela ambazo zinaweza kutamkwa kwa maneno. Kwa hiyo kilichoelezwa hapa ni mtaji ambao upo kwa maneno, nomino. Kwa hiyo sio fedha cash. Lakini tunaamini kwamba itafanya kazi kwa kupitia wigo huo wa mtaji wa bilioni 1.5. Kuhusiana na mikakati iliyopo, ili naamini kwamba ni la kwetu wote management, na ambalo tunadhania kwamba tutaiongezea kwanza aina ya kazi zitakazofanyika, lakini na kuweka wataalamu wenye weledi kutoka miongoni mwa wataalamu wa halmashauri ambao watafanya kazi ya kuisimamia ile kampuni, lakini chini ya usimamizi wenu, kwa sababu kampuni kishaanzishwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, bado inawajibika taarifa zake kuingia kwenye baraza, kwa sababu hii ni mali ya halmashauri, ili halmashauri iweze kusimamia na kuona uendeshaji wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Haijasimama, lazima halmashauri itenge fedha kidogo za mapato ya ndani kusupport kwenye shughuli ambazo zitakuwa zinatekelezwa na kampuni, na ndio itakuwa sehemu ya share za halmashauri na ile AMCOS ambayo tumeingia nayo mkataba. Lakini tutakapoona kampuni imeanza kustabilize, kampuni itakuwa na wataalamu, itaweza kukopa, itaweza kuandika maandiko na kufanyaje na kuomba mikopo ili kukuza mtaji na kuongeza uzalishaji ili kupata faida ya kutosha, ambayo mwisho wa mwaka sawa, kuna sehemu ya faida ya kampuni itakuwa inakuja kama mapato ya ndani kwenye halmashauri ya mji wa Bunda. Mimi niko ukurasa wa 26 hapa juu, imeandikwa kupeleka jumla ya shilingi milioni 449.8 katika uchangiaji wa miradi ya maendeleo, ambapo kati hadi robo ya pili mwaka imemalizika, halmashauri imeweza kuchangia milioni 154.4 sawa na 34.3, ambapo kati ya fedha hizo milioni 77.24 za mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Swali langu ni kwamba, mwenyekiti, mimi nilikuwa na swali moja. Swali langu ni kwamba hizi milioni 77 ambazo zimeenda kwenye mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, mimi nilikuwa nategemea tungeona hapa kwamba ni vikundi vingapi ambapo vimekopeshwa ndani ya kata fulani, ili kusudi nielewe, kwa sababu mimi kama diwani wa viti maalum ninayewakilisha wanawake, nikitoka kule nje naulizwa kwamba vikundi vingapi ambavyo vimekopeshwa na vikundi vingapi ambavyo vimetuma maombi. Kwa hiyo mimi ninaomba nijue hizi milioni 77 zimeenda kwenye vikundi vingapi na viko kwenye kata gani? Asante. Nafikia taarifa yetu inajieleza kwamba zimekwenda kwenye mfuko, hazijakopeshwa. Ndio Kiswahili chepesi na kilicho rahisi kabisa, kwamba zimekwenda kwenye mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, hajakopeshwa mtu. Niombe kulitaarifu baraza lako, mpaka sasa ndio tuko kwenye mchakato wa mwisho wa kupitia vile vikundi. Tayari vimeshajisajili, tayari vimeshaomba. Kwa hiyo tuko kwenye mchakato wa kufanyaje, wa kupitia ndani ya utaratibu ili vifanyaje, ili pesa iweze kukopeshwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, malengo niliyojiwekea mimi na timu yangu kabla mwezi huu haujaisha, tumefanyaje, tumekopesha vikundi ambavyo vitakuwa vimekidhi haja. Asante.